CV ya Dumbia ukiangalia kwa makini, kama una uoga unaweza kusema huyu Lionel Messi mdogo. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Dumbia katambulishwa hapa Tanzania. Kaka, umeme ulizimika kwa muda. Unanielewa? Au unabisha? Alipotambulishwa Dumbia, kila mtu aliogopa, hata wale upande wa pili waliogopa. Unaelewa? Lakini asitupe tabu, aoneshe kwa nini alisajiliwa Simba Sport Club. Kaka, inaniumiza kwa sababu mimi jana Dumbia sikuona makali yake. Yale makali ambayo mimi nilikuwa nayaona mali akiamusha, sikuyaona jana. Mpira unadunda, anarukaruka. Yule sio mchezaji wa vile. Yule sio force number 9. Yule ni number 9 OG. Samahani mwandishi kwa kutingiza. Yaani nazungumza kwa hasira. Ile pale ni number 9 OG na sio force number 9, na asiwe na mapepe. Yupo yeye, inachobakia anatakiwa aoneshe uwezo. Dumbia anapotaka kucheza vibaya, anaanza kutukanisha wachezaji, anatukanisha viongozi, anatukanisha sisi mashabiki. 2 3. Naam, karibu mwana michezo, habari. Natumaini ni mzima afya na unaendelea vizuri. Na matokeo tumeyaona, mechi imeisha. Wana Simba vilio ni vingi, kila mtu la kwake. Wengine wanasema tumpe muda, wengine tusimpe muda. Na hapa niko na mwanangu sana. Kaka, una majonzi sana kaka. Ya kwanza niseme alhamdulillah, nimetoka Zanzibar salama, nimefika Dar es Salaam salama. Ingawa sio salama sana, ila ndo mpira, natakiwa nikubaliane na matokeo. Mpira una matokeo matatu ndugu yangu. Una matokeo ya kufunga, kuna kushinda na kuna kudraw. Mimi nimefungwa, natakiwa nikubali kama nimefungwa na nijue wapi changamoto yangu, bas next time nisirudie makosa ndugu yangu. Ukisema nani alaumiwe, nani asilaumiwe, this is football kaka. Si unaelewa? Lakini kitu pekee ambacho meza nikakwambia ndugu yangu, lazima tukubali kuwaambia uongozi wetu, kuwaambia wachezaji wetu. Kitaalam mimi sikuandikiwa barua kuja kuisherehekea Simba. Kitaalam mimi sijaambiwa njoo Simba kuna maslahi. Mimi nimekuja Simba kwa roho yangu mwenyewe, kiherehere changu mwenyewe, nikaja kuisupport Simba yangu. Basi uongozi wangu, wachezaji wangu wajue wapo hapa Simba kuipambania hii lebo. Nisikilize kwa makini. Wamekuja kuipambania nini Simba? Hii lebo na sio kingine. Leo hii mambo yanayoendelea yanaonekana, hayahitaji hata kuanza kuyazungusha. Uongozi wangu hauko sawa. Wenyewe kwa wenyewe wanatupiana maneno. Unaelewa? Sasa kama wao baba na mama hawapatani kwenye nyumba, je, wachezaji watapatana? Je, mashabiki watapatana? Wao ndio kuwajenga, wajenge nyumba alafu ndio waje huku. Si unanielewa ninachokwambia? Wajenge nyumba alafu ndio waje huku kaka. Watu wanasema kwamba usajili mmesajili, lakini baadhi ya wachezaji bwana ni kama mulikosea kwa wasajili. Hawana haja ya kucheza Simba, ikiwemo na striker la ball Dumbia. Tuone nikwambie kitu kimoja. Kila mtu ana haki ya kuzungumza anachokiona. Ndio maana nikakwambia mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni mchezo ambao kila mtu anaona. Labda kipofu peke yake yeye atasikia hata kwenye redio. Si unaelewa? Mpira usipouangalia kwenye TV, utausikiliza kwenye redio. Huo ndo mpira wa sasa hivi. Mpira sasa hivi wa kidijitali. Huyo anaozungumza hayo maneno wala simpingi na wala simwekei doubt. Ila Dumbia anatakiwa ajiulize. Dumbia anatakiwa aoneshe kwa nini Simba Sport Club ili msajili. Kwa nini Simba Sport Club ilimpandisha ndege kutoka Mali mpaka hapa Tanzania. Si unanielewa? CV anatoka nao Mali, basi ailete hapa Tanzania. Asitupe tabu kuanza kumtetea. Nisikilize kwa makini. Asitupe tabu Dumbia kuanza kumtetea. Ni mchezaji mzuri na ndio maana Simba Sport Club imeenda kumsajili. Imemtoa ilipomtoa. Nisikilize kwa makini. CV ya Dumbia ukiangalia kwa makini, kama una uoga unaweza kusema huyu Lionel Messi mdogo. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Dumbia katambulishwa hapa Tanzania. Kaka, umeme ulizimika kwa muda. Unanielewa? Au unabisha? Alipotambulishwa Dumbia, kila mtu aliogopa, hata wale upande wa pili waliogopa. Unaelewa? Lakini asitupe tabu, aoneshe kwa nini alisajiliwa Simba Sport Club. Kaka, inaniumiza kwa sababu mimi jana Dumbia sikuona makali yake.
Yale makali ambayo mimi nilikuwa nayaona mahali akiamusha, sikuyaona jana. Mpira wa dunda, anarukaruka. Yule sio mchezaji wa vile. Yule sio force number 9. Yule ni number 9 OG. Samahani mwandishi kwa kutingiza. Yaani nazungumza kwa hasira. Ile pale ni number 9 OG na sio force number 9, na asiwe na mapepe. Yupo yeye, inachobakia anatakiwa aoneshe uwezo. Dumbe anapataka kucheza vibaya, anaanza kutukanisha wachezaji, anatukanisha viongozi, anatukanisha sisi mashabiki. Anatakiwa aoneshe kwa nini Simba imemsajili. Aonyeshe. Unaelewa? Kwa nini Simba tumeenda kumtoa mali kumleta hapa Bongo? Kaka, inauma. Jana Simba imecheza chini ya kiwango. Kaka, mimi nimeenda pre-season. Nakumbuka. Nimecheza Kagame. Kaka, wao wanataka timu iungane mara ngapi? Wale wenzetu hata hawajacheza mechi yote, sio kama wamecheza, labda amecheza Kamkumbe. Wamecheza na Magereza. Lakini cheki jana mwanangu, sijana tutapata aibu pale kaka. Kaka, jana tutapata aibu. Ifie kipindi wachezaji wetu, ifie kipindi uongozi wetu ututathmini na sisi mashabiki zao. Dumbia anatakiwa ajue ile ni Simba Sport Club. Na ndio maana tulipomtoa kuja kuipambania hii lebo. Kaka, yule ni mchezaji wa maana. Yule ni mchezaji wa maana, profile kubwa, yani profile yake huwezi kumbeza. Basi anatakiwa aoneshe basi kwa nini Simba tulimuona na kumleta pale. Aoneshe basi kwa nini Simba tunahitaji matokeo kutoka kwake kaka. Leo hii mimi nimefungwa, naenda kwenye ligi. Tusipoelewana, tusipoleta nguvu moja kaka, aibu itaendelea. Unanielewa kwa makini? Leo hii mimi naanza ligi na mechi 3 kama sio 4 ngumu za kuanzia. Tusipoongea kauli hii, kifuatacho ni nini? Ni fedhea na aibu. Uongozi wangu, kama kuna changamoto basi yamalizike changamoto. Wachezaji wangu kama wana morali, waweke morali. Tunachohitaji heshima. Heshima imepotea kaka. Leo hii hata kusema unaitetea Simba utapimwa akili yako. Je, uko sawa? Ni ngumu kuitetea. Si unanielewa? Unaiteteaje Simba ambayo wewe unategemea kabisa leo hii Simba basi kuna kitu ingeonyesha hata jana. Sawa, basi tuseme tumezidiwa. Basi kuna kitu ingeonyesha. Madhaifu ni mengi, back passes zinapigwa mbaza kichwa la miguu. Sasa kazi gani? Ndio pale unaporudi utapata kuitetea Simba kama mtu mwenye mpira akwambia wewe una changamoto. Lakini sasa kichobaki ni kuenda kuwaambia ukweli na sio kwanza kuficha. Na ndio maana nikakwambiaje, mimi sipo Simba, sijafuata maslahi, sijavitoa barua, nimekuja mwenyewe na kusema nasema mwenyewe. Ifike kipindi viongozi wangu, wachezaji wangu wajue ile pale ni Simba Sport Club na sio kitu kingine. Wapambanie ilebo ya Simba. Ndio maana leo hivi hata unavyoniuliza kuhusu Dumbe nakwambia Dumbe jana amecheza chini ya kiwango. Unaelewa? Yeye anatakiwa aamke. Aoneshe kweli mimi hapa niko Simba, natakiwa nionyeshe kitu. Yaani kwa stali unasema kwamba Simba sio sehemu ya kumsubiri mchezaji. Hakuna hiyo baba wewe, ile sio Mtibwa Sugar, sio nini sijui. Ile ni Simba ambayo Simba hiyo kaka naenda kimataifa. Sasa kaka unaanza kusema tumsubiri mchezaji. Unaenda kukutana kina Wydad Ali sio kina nani uko nao watakwambia umsubiri mchezaji. Kaka atupo huko. Na tuache hizo fikra za kwanza kusubiri mchezaji. Mchezaji ingia Simba, onesha kiwango. Basi. Au mwingine ni ahlan wa sahlan, au mwingine tumwachie Mungu. Lakini tusubiri, sawa, leo umefungwa na Yanga. Tusubiri tuonesha kiwango. Unaenda kimataifa, unakongotwa. Tusubiri, unakuja ligi unakongotwa. Tusubiri. Hiyo Simba ya kuleana hakuna. Simba ya kuleana hakuna. Ukizingua utaambiwa umezingua. Yote hiyo ni kujenga na sio kama kuna mtu anaichukia Simba. Dumbe anatakiwa amke, ni mchezaji mzuri, aoneshe uzuri wake. Unanielewa? Ni mchezaji mzuri, aoneshe uzuri wake. Yaani Kaisari ni golikipa mzuri, onesha golikipa wako. Kibabage onesha kweli. Isipatikane maneno madogo. Haya maneno ndio yanaenda kuharibu. Sababu leo hii mbona moto anaopelekwa Dumbia? Inafika kipindi akisikia maneno ya mashabiki ya viongozi atoka mchezoni. Sasa hiyo yote kwa nini haruhusu? Basi aoneshe. Tunataka sisi ni kuonesha, sio kingine. Simba tunahitaji makombe, tunahitaji heshima ambayo imepotea kwa muda mrefu. Kwa staili hii na hii inayoendelea, tusipojitambua, tusipojitathmini, kaka, aibu itaendelea. Mvuto wa Simba utapungua. Kaka, sisi hapa tunakwambie
sijapata kombe la NBC. Sawa, lakini leo Zanzibar watu tulijaa pale. Simba tulikuwa wengi kuliko Yanga. Simba tulikuwa wengi kuliko Yanga. Yote hao kwa sababu watu naenda mapenzi tuliokuwa nayo. Basi wachezaji wetu watuoneshe, uongozi wetu basi yafike kipindi wayamaliza wanayoyafanya, kwa sababu wao wanavyogombana matabaka ni mengi. Sasa hivi ukianza mwingine ukimpelekea Mo mzuri, ukikaa mwingine sijui Jeruti mzuri, ukaenda kwa huku sijui Mangungu nini ya nini, yote hayo yote ni kuharibu. Sasa hatujengi, ndio tunaharibu. Uongozi wangu ufike kipindi ukubali madhaifu yao, wakae chini wayamalize. Mimi na imani yakiisha kule kaka, Simba utaona kama Argentina. Nisikilize mimi, Simba unaona kama Argentina, kwa sababu kauli na kwa hii tunacheza. Wachezaji waonesheni kiwango, wachezaji waonesha kiwango. Kaka, kuna marehemu amekufa anaitwa Anspopu leo hii hayupo, lakini Anspopu inafanya kipindi kuna watu wanamzungumzia mazuri na mazuri na mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ya msimamo wake na kuifanya Simba kwa hii ana madhaifu yake. Sawa, lakini huku sisi tunavyoona ameona mtu afaje? Amenyooka. Basi na sisi uongozi wetu kama watakuacha legacy, nyoosha mambo, kaeni sawa, miyajenge usawa, tuzungumze kauli. Sisi leo hii tunafungwa. Sawa. Kwa sababu ya haya mambo watu wanapitia kwenye udhaifu wenu. Yu udhaifu ndio maana leo hii Yanga unaona wako bora. Lakini mimi nakwambia, niamini mimi ndugu yangu, tukimaliza haya machangamoto ya dunia, tukimaliza haya makolokolo, kaka, Simba hutoigusa na utaona Simba bora. Kilichobaki ni kuambiana ukweli, kilichobaki matatizo yaisha ndani ya Simba, kilichobaki wote turudi kuwa nguvu hii. Kombe la NBC tunalileta, heshima yetu inarudi, na huko kimataifa na kufanya vizuri. Ila tusipokubali kila mtu akabaki mimi nipo kwa Mo, mimi nipo kwa Jeruti, mimi si nipo kwa nani, tutateseka. Mimi nataka nijue kitu kimoja. Kuna mchezaji mmoja ambaye anaimbwa sana sasa hivi, ingawa mmefungwa, lakini kuna mchezaji ambaye amesajiliwa, performance yake ilikuwa ni kubwa sana. Jabbar, unamzungumzaje kwanza ule mchezaji? Mimi Jabbar nataka niseme kitu kimoja. Alivyoanza aendelee kama alivyoanza Ribasegwe, fundi wa mpira. Basi alivyoanza Jabbar namuombea, sababu ile ni namba 8 piwa ya mtupu, piwa 8 kaka. Sawa, basi aendelee kuonesha uwezo ule. Leo hii unapoizungumzia sisi tumefungwa, ila utamzungumzia Jabbar, utakuja kumzungumzia Ribasegwe kwa uwezo alioonyesha kaka. Mimi kitu pekee ambacho naweza kumwambia aendelee kuonesha kile. Kwa nini Simba tulimsajili? Ana kiwango kizuri na ataendelea kuonesha mazuri, kwa sababu yani ana mapenzi ya Simba Sport Club. Bwari ya mtupu. Nakwambiaje kaka, yajayo yanafurahisha, lakini yajayo yanafurahisha kivipi? Mambo yote tukaweka tukawa nguvu hii kaka. Simba hii tunampiga Oktoba, akija Disemba tunampiga, Novemba tunampiga. Yaani yule mimi ndo kipimo changu, na normali leo hii watu wa Simba wengi tunaongea kipimo changu mimi ndo yule. Mimi leo hii unasema kuna usajili wa bilioni 6. Sawa? Usajili wa bilioni 6 upo pale Simba. Unaenda kupimana na nani? Ndio kupimana na nani? Na Namongo. Lazima nipimane na yule mwenzangu mwenyewe mwenye wachezaji wa bilioni 6 nao vile. Sasa leo hii anakufunga, afu anakufunga kifedhea, afu mnapoteana. Kaka, kweli ni mpira, ila inatakiwa timu zetu zijitathmini. Unahisi mkimpata X Factor ambaye sasa hivi anazungumziwa, anaweza akatibu chochote kitu pale? Huyo X Factor, sawa. Umeniuliza swali zuri sana. X Factor kama timu haiko kwenye usawa, hata tumlete Lionel Messi au X Factor. Nisikize vizuri kaka. Hata timu kama haiko sawa, wewe X Factor anakuja kuchangia kitu gani? Wewe bwana unakuwa sometimes unataka kutumia nguvu. Lazima timu ikae kwenye kitu hichi kimoja. Kwenye kitu hichi. Ule X Factor utamwona ana balaa, anateleza kama nyoka. Kaka, X Factor ni mtu kweli anayekuja sasa hivi. Ni mtu haswa. Mali haswa. Watu wametia hela. Watu wanachanganikiwa. Huyo mtu atakuja kushushwa. Kwanza nikupe sifa za X Factor. Nitoke kwenye majonzi. X Factor akitambulishwa. X Factor siku akatambulishwa kabla dirisha kufungwa. Kaka. Kama enda paredi. Tutampitisha Dar es Salaam nzima.
mumuone huyo mtu, kwa sababu huyo ni mtu wa maana, mtu wa maana sana sana. Nakwambia inawezekana umeme ukazimika kwa muda. Nisikilize kwa makini wewe, mbona unakuwa unabisha kila kitu? Inawezekana umeme ukazimika kwa muda, yule mwanaume afu ukarudi ukamwona X Factor yetu. Kaka, yajayo anafurahisha, ila haya yote unaona naozungumza hapa ya kufurahia, ya kumfurahia X Factor, yote hayo tukitaka tuendelee kufurahi, timu yangu iwe kitu hichi, iwe kitu hichi, basi hakuna kingine kaka. Shukrani sana. Shukrani.